Oya, mambo vipi tovuti hapa? Kama kawaida leo naenda kuzungumzia issue ya urafiki, watu wa diaspora na urafiki ambao kuna namna nyingi ambao ni mara nyingi ni urafiki fake na mara nyingi kuna urafiki unakuwepo. Sio mara nyingi sana, mara nyingine tuseme unakuwa ni kuna real ndani yake, lakini kwa asilimia kubwa mimi naona mara nyingi unakuwa ni urafiki fake. Kwa nini nasema hivyo? Kwanza uelezea huu urafiki wa kwamba eti watu mmefika, mmekutana diaspora, mmekuwa marafiki. Inakuwaje? Na nitatolea tu mifano, nitazungumzia sana kwa experience yangu ya jinsi nilivyoona. Kama wewe unaona uko uliko na wewe inaendana na hiki kitu ninachokizungumzia, basi unaweza uka-like, uka-comment au vipi uka-share na watu wengine wakaangalia pia, wakaona kama wanakubaliana na mimi au la. Lakini ninachosema neno langu sio sheria, inawezekana nikawa nakosea, hivyo kama nitakuwa nimekosea na nataka nikusikie hapo chini. Sasa huu rafiki ambao huu tunatoka wote, tumetoka nchi moja tumeenda nchi nyingine, inakuwaje na ni urafiki wa namna gani? Asilimia kubwa ya huu rafiki ni urafiki ule wa convenience. Yani ni urafiki fulani ambao kama umelazimishwa hivi. Urafiki ule wa nchi moja. Unajua, yani asilimia kubwa ya watu mimi ninaoona wanaojiita marafiki au wanavyokuwa na urafiki wakiwa nje ya nchi au wakiwa nje ya Tanzania au wakiwa nje ya Kenya, ni kwamba yani tumekutana watu wa nchi moja, kwa hiyo tumekutana, yani ni convenient, tunakutana mimi na wewe, tumetoka nchi moja, tunaelewana, kwa hiyo basi tumekuwa marafiki. Lakini wengi wao ungesema uwachukue warudishe nchi walikotoka, inawezekana hata hao watu wasingeweza hata kuongea au wasingeweza kuwa marafiki. Umeona? Kwa mfano kama Tanzania wa Kenya, tuseme mmekutana katika nchi fulani, mmekutana hapa Copenhagen, mmekutana wapi? Mmekutana Ulaya au Marekani. Ile tu kitendo cha kwamba tunaweza tukaongea pamoja Kiswahili inawakutanisha. Kwa hiyo unajikuta mna kaa pamoja, piga story za Kiswahili na kujisikia ile nyumbani kwamba unaweza kaelewana na mtu. Na ile katika kuongea lugha hizi za watu unaweza kukuta kichwa kinakuuma, kwa hiyo unahitaji kupoza kidogo maumivu, umeona? Na ndo kikubwa, yani cha kwanza kabisa. Lakini ukiachana na hiyo, kitu kingine ambacho kinawakutanisha ni nakuaga ndo hivyo issue za muziki, kwa sababu utakuta mnapenda aina sawa za muziki. Kuna issue za chakula, umeona, stories za siasa, mtaanza mtabishana siasa. Inawezekana mko common katika uelewa wa siasa, lakini inawezekana pia tu ni kwamba yani kila mtu ana upande wake wa siasa, lakini sasa ile mnaweza kubishana kwa sababu sasa mnaongea lugha moja, umeona. Kwa hiyo sasa unakuta mnakuwa na hisia sawa. Watu wa nyumbani tuna hisia za nyumbani, na inakuwaga ni ule urafiki ambao ni kwamba tu uko sana kutokana na identity. Watu mnaona mnajitambulisha pamoja sawa, wote mnavaa hizi hapa, basi tunakuwa ni marafiki. Kwa hiyo hauwezi ukasema ni urafiki pase, maana definition ya urafiki iko deep. Yani ni kwamba tu labda tuseme mmeconnect, si ndio? Kwa hiyo inatokana na ile asili na wapi tumetokea. Lakini kumbuka kwamba urafiki sio identity peke yake, sio urafiki. Kama hivyo ina maana Tanzania yote wangekuwa marafiki, au kama hivi labda tuseme Norway, basi wa Norway wote wangekuwa marafiki na nini. Hiyo identity peke yake haitoshi kwa urafiki. Sasa inabidi kwenda mbele zaidi kwamba je, hao watu ni marafiki au wanatoka nchi moja? Mimi nitakwambia asilimia kubwa ni watu wanatoka nchi moja, wanapiga story tu, wanaongea, hawana urafiki. Kwa sababu maana halisi ya urafiki, vigezo vingi sana wengi wanakuwa hawajavifikia. Ukiachana na hiyo, wapo wachache ambao sasa inaenda mbele zaidi kwamba wewe mimi Mchaga na wewe Mchaga, basi unakuta wana form ile bond. Yani wewe kabila fulani na mimi kabila fulani, unakuta wana form ile bond zaidi. Yani kwa hiyo mnaenda mnakutana kama wa Tanzania kwanza, au mnakutana kama wa Kenya, lakini tena baadaye unakuta unaenda zaidi sasa kwa ambao labda ukabila kwao ni kitu cha muhimu zaidi, basi wanaenda hadi kwenye ile ukabila. Basi unakuta Wakikuyu pia wanakutana, na unajua kabila fulani wanakutana. Kuna jamaa mmoja mimi nishakutana naye, yeye ni Mchaga, sio kwamba anawasemea Wachaga vibaya, lakini yeye ni Mchaga na anazingatia sana hilo swala la kwamba yeye ni Mchaga. Yani yeye kwake ni kitu cha muhimu sana. Kwa akifika anaweza akawakusanya Waafrika pamoja hivi, lakini yeye ukashuka zaidi, ukitokea East Africa anaweza kawabagua kidogo ambao watokea East Africa. Na ikigundulika mmetokea Tanzania anaweza kawabagua kidogo ambao hawajatoka Tanzania. Lakini pia akifika kwenye Tanzania pale, kigundulika unatokea kaskazini, anaweza kawabagua wengine. Na anazidi kushuka hadi kaskazini ukiwa Mchaga, umeona, na baadaye atafuata hadi Mchaga wa same specific. Kwa hiyo zipo vitu vya namna hiyo, umeona. Kwa hiyo upo urafiki wa namna hiyo, unaona. Sasa hii sio sana ukiona, kwa sababu sasa kama kwa watu kama wa Tanzania ni vigumu sana kuona, kwa sababu wa Tanzania ile mkisha link tu mnapiga story na nini. Kabila unaweza usione isiwe factor sana, labda unaweza kuona kwa nchi nyingine.
sio factor sana, lakini nilikuwa katika kuzungumzia tu, katika kujadili, nimeona niweke hapo ili kuweza kugundua kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vipo. Umeona issue ya mkoa, sio unatoka Dar, sio unatoka wapi, hamna. Unajua inakuepo labda katika maongezi. Mimi nakumbuka nishakutana na mtu ambaye anatokea Mbeya, tunaweza tukataniana kidogo, tukaongea Kinyakyusa hivi na pale, haba utani na hivi, wewe bana wakukaja Mwaisa, lakini inakuaga sio sana, yani umeona. Kikubwa, umbrella kubwa ambayo inafanyaga ile kwamba mnakutana pamoja, ndo kama nilivyosema ile Utanzania, ule unchi ule sehemu mlipotokea. Sasa urafiki unavyokuaga unaanza, kwa sababu ni vizuri kuanza kuzungumzia unavyoanza ni kwa sio urafiki. Yani hata nikisema urafiki na najishtukia, kwa sababu asilimia kubwa gani nilivyosema sio urafiki. Lakini hizi connections huwa zinaanza vipi? Huwa zinaanza unafika mtu hujuani na mtu. Mimi nakumbuka nilipofika sijuani na mtu ile papa na unajua sasa ukifika kama nchi ambazo unakutana labda hata watu weusi ni wachache. Kuna kipindi ile unatamani labda ukutane na watu wa aina yako, unajua ambao wanaweza wakaelewa struggle zako, wanaweza kaelewa ugumu unaopitia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaenda mara nyingi na kuaga, kwa sababu Afrika kama hivyo wa Tanzania na wa Kenya ni wachache, basi unakuta mara nyingi watu wanakutana na watu wa West kwanza, umeona, labda hivi baadaye ndio unaenda taratibu unaenda unakutana na watu wa nchi yako, umeona. Kwa hiyo sasa unajikuta sasa ndio mnakutana, mnafanya barbecue, mnafanya nini, mnapiga story. Sasa kitu cha kwanza ambacho nilichogunduaga mimi nilivyoingia tu kwenye hizi societies, cha kwanza kabisa kuna kuaga na ushindani wa mafanikio. Na ushindani wa mafanikio unaanzaga mwanzoni kabisa. Kuna ile kukuchukulia kwamba wewe umekuja tu juzi, kwa hiyo yani wewe yani kama vile unachukuliwa poa, yani wewe mgeni. Kwa hapo watu wanaanza kukuambia kwamba mimi nimekaa sana kuliko wewe, mashindano fulani hivi. Na ni mashindano fulani, kwa nikizungumzia kwa Tanzania kidogo, ni mashindano fulani mbuzi fulani, mashindano fulani ambayo hata hayana maana, lakini yapo na ukweli hatuwezi tukaubishia. Najua watu wengine watasema tovuti baada ya hii episode watani mind, lakini ndio hivyo, tuongee ukweli. Kwa hiyo kuna ile ushindani wa kibumbavu ambao unakuaga tu kwamba wewe mimi nimekaa zaidi yako na nini. Kwa hiyo mtu anataka tu umchukulie namna fulani kwa sababu amekaa kwenye nchi zaidi yako, umeona. Ikitoka hapo inakujaga sasa ule ushindani wa mafanikio. Unaona? Yaani wa Tanzania sisi au tuseme watu wa Afrika kwa ujumla, kabla ya kufikiria kwamba wote tubebane, tunyanyuke, wote tufanikiwe, cha kwanza inaanzaga ushindani wa mafanikio. Kwanza aidha inaweza kuwa ni ushindani ile kwamba watu wanataka washindane na wale watu ambao wameshakuja hapa, wamejiestablish kwamba bana mimi nimefika hapa, nimekutana na nani bwana Juma amejiestablish, basi kuna ushindani ule positive ule kwamba bana na mimi nataka nifike hapa. Lakini kuna ushindani pia negative ule kwamba yani wewe mimi nataka mimi ndo nionekane nimefanikiwa, wewe hujafanikiwa. Kwa hiyo kuna ile usela nya ule, unaona. Kwa hiyo issue za kwamba eti nani ana kazi nzuri, sehemu yoyote pale, hata ukirudi, hata ukiwepo nyumbani, hata ukiwa wapi, kutakuwepo tu kuna mwingine ana kazi nzuri zaidi ya mwingine, kutakuwa na mmoja anapata mshahara mkubwa kuliko mwingine na vitu kama hivyo. Na kuna ile tu ile kutamani kufikia level ya mtu fulani au namna gani. Lakini kwa diaspora, ukija kwenye diaspora inafikia level fulani tofauti hivi, kwa sababu kuna kama dharau fulani kwamba labda eti kwa sababu mimi nimepata kazi nzuri basi labda eti yani niko beta kuliko wewe, unaona. Yani kama vile nimeiweza hii system kuliko wewe, au sijui nimeielewa kuliko wewe. Kuna vidharau fulani hivi ambavyo vinakuepo, na hivyo vidharau mara nyingi vinaendaga na viheshima fulani hivi. Watu wanatakaga kupewa viheshima fulani hivi vya kipumbavu. Yani kwa sababu ile mtu akikupokea mwanzoni si inakuwa labda anakuelekeza, yani anakuwa anakuelekeza labda wewe ni mgeni, sasa anakuambia bana hapa inabidi ufanye hivi. Sasa watu wanajisahau, wanadhani akikuelekeza vile basi yeye kila siku wewe inabidi uwe chini yake, yeye yuko juu na wewe unamsikiliza, yani umeona. Kwa hiyo kila anachosema wewe unamsikiliza na unakubaliana nacho, umeona. Ukitoka hapo sasa kwenye hiyo kuna uivu mwingine tena unakujaga issue za uivu wa papers kwamba mimi sijui nina passport, umeona. Kuna wale watu unakuta tu kuwa na passport, yani yeye anaona yeye ndo amefika, yani wewe mimi na passport wewe una labda, umeona, wewe au mimi na permanent residence wewe una. Kwa sasa wanataka wewe kama vile wenyewe wamefanikiwa kwa sababu ya passport, wamefanikiwa kwa sababu ya hizo papers. Lakini hawajui kwamba sio kila mtu ambaye yuko gaibuni anakuja kwa sababu ya kutarget kupata passport au kupata permanent residence au nini. Wengine wanakuja anakaa muda mrefu labda na malengo yake, akifanya anataka arudi, mwingine labda anataka abaki na hivi. Kwa hizo papers au hizo passport na nini ukilingishia ni kazi bure, kwa sababu unamlingishia nani, yani umeona. Alafu
ukipata passport kwa hiyo sasa iweje? Unakumbuka kwamba yani kuna wazungu ambao wamekuaga na hizi passport za hapa miaka na miaka. Wewe imeliku impact vipi wakati uko zako na mtumbo? Umeona? Kwa haina maana yani kiujumla, lakini ndio hiyo aina nyingine ya vitu ambavyo au marafiki, au mimi nasema marafiki kwa sababu najua kwamba yani mara nyingi nakuaga sio urafiki, ni kwa sababu tu tuko pamoja. Umeona tu, yani ni kama vile mmefungiwa kwenye chumba, inabidi tu sasa mpige story. Umeona, nani ana nyumba, unakaa wapi au vipi. Kunakuwa na mashindano fulani ambayo sio positive, na katika mashindano haya ndio naomba turekebisha, kwa sababu yako mashindano ambayo ni positive, ambao kwamba bana sawa bana, hivi huyu bana yeye amefikia hapa, basi na mimi nataka nifikie hapa. Sasa tatizo moja ni kwamba baada ya kwamba tukae tupigishane story, tuelezane kwamba bana umefikaje hapa, labda tufundishane, mtu yuko tayari mwingine hata akunyime taarifa yani, ili yeye aendelee kubaki kuonekana yeye ndio yuko juu. Umeona? Kwa hiyo unakuwa ndio nasema urafiki wa kipumbavu pumbavu, kwa sababu kuna na mashindano fulani ya chini chini na watu wanavutana chini chini huku ili waonekane wao wamefanikiwa zaidi. Umeona? Na wewe uendelee kubaki hapo chini. Sasa ukiachana hiyo urafiki huu sasa ukiachana ile kwamba hii mambo za kushindana, unaoita urafiki ambao kiukweli mimi nasema sio urafiki, ni kwamba tu ni convenience. Kuna ile pia transaction, yani kuna ile kwamba watu wanakuwa wako pamoja tu kwa sababu ya faida. Kwamba labda mimi nikiwa na wewe tunasaidiana, umeona? Na hiyo ni vizuri. Kuna ile muda mwingine transaction ndio kama hivyo nilivyosema. Muda mwingine mnapeana mawazo mazuri bana, hivi tukitoka hapa twende hivi, tukitoka hapa tukitaka tufanikiwe hivi. Umeona? Labda unataka connection ya kazi bana, hapo ulipokuwa unafanya kazi wewe ulipataje? Kuna ile kuelekezana bana, inakuwaje, mbona wewe kazi nzuri unazipata, unaomba vipi? Kwa hiyo inakuwa kuna huo ambao uko transaction. Unajua bana, mimi nataka nikupe mfano, kwa mfano bana, wewe ulimleta mama yako hapa, ilikuwaje kuomba visa? Kwa sasa na wewe unamuelekeza mwenzio kwamba bana, ukitaka kuomba visa jinsi ya kupata, basi wewe hakikisha unafanya vitu 1 2 3 hivyo. Kwa hiyo katika ule urafiki au kuwa pamoja ni kitu kizuri, kwa sababu mnaweza mkabadilishana vitu, mnaweza mkasaidiana kwenye community hivi. Kama kuna mtu sehemu anambwela au kuna mtu ajui sheria fulani, labda mnaweza mkaenda mkamsaidia, ambayo sasa inakuwa ni kitu positive, au sio bana? Na siku zote hii transaction, pamoja na kwamba kuna ile pia ya hela, labda mtu mwingine labda anamtumia mwenzie kumnyonya, sio kitu sahihi, lakini ile pale transaction ya kusaidiana, ile kwamba bana nipe nikupe, ile ipo na ni nzuri pia. Umeona? Sasa ukiachia hapo, ukilinganisha hizi mbili, kuna issue moja ambayo sasa tatizo kubwa ambalo lipo ni tatizo la trust. Umeona? Waafrika wengi, au tuseme sisi watu ambao tunatoka Afrika wengi ambao tuko diaspora, kuna ile kutoaminiana, kwa sababu kuna unapofika mwanzoni kuna kuzile kusikia tu taarifa za kwamba fulani kazinguliwa na fulani, au huyu fulani kachukuliwa advantage na mwingine, na ile kitu huwa tunaibeba hadi inakuwa ile kutokuaminiana kuna kuwepo tu kwamba bana yani tushazoea zile stories za kupigwa. Umeona? Kwa kuna ile hofu pia, lakini pia hiyo issue ya trust, hatuaminiani kiasi kwamba mara nyingi yani mtu wengine wanaogopa kumpa mtu kazi, kwa sababu anaogopa kwamba bana, mimi sehemu pale nilipojishikiza kazi nikimuunganisha na huyo hapa, akija akifanya kitu cha ovyo ataniharibia mimi jina, kwa mfano. Kitu ambayo inaeleweka kabisa kwamba bana, kama mtu ni msalamavi, obviously hauwezi kumpa connection, maana yake akienda pale watasema nyie ndo wa Tanzania mko hivyo na nini, unaweza kumbania, lakini inatakiwa iwe iko justified, sio tu kwa sababu kuna wengine sasa wanakuaga na uoga fulani kutokana na hizi trauma za nyuma, yani kiasi kwamba hata asaidii watu kwa sababu tu yani yeye ana assume tu kwamba yani watakuja wataharibu na watamharibia jina, kitu ambacho sio ukweli. Umeona? Kwa hiyo unajikuta sasa baadaye utaonekana kwamba wewe tu ni mtu wa roho mbaya, lakini kumbe kiukweli ni kwamba wewe uko tu overly cautious, unataka kujilindia jina lako, lakini ndo unalinda mno sasa hadi watu unawakosesha riziki. Umeona? Ukiachana hivyo urafiki sasa, ukiacha huo niozungumzia, urafiki wa kweli upo. Alafu baada hapo ndo nitamalizia urafiki wa kinafiki. Urafiki wa kweli upo. Ni mara chache sana lakini upo. Yaani katika ukifika kama kundi la barabara, kama sehemu kama una Watanzania 200 tuseme, umeenda kwenye nchi au umeenda kwenye mji, umeenda Oslo, umeenda wapi, kuna Watanzania 200. Unaweza kukuta labda
watu labda 10 hivi wakawa na urafiki wa ukweli, yani ile urafiki wa papa. Wengine wote hao inakuwa ni kukutana, kula pilau, kula ugali, kelele, kusemana, yani ndio hiyo, huyu kamsema huyu, story ndio inakuwa hivyo. Lakini wapo wachache ambao unakuta kweli kuna urafiki wa kweli, haba watu mnasaidiana na nini, umeona. Na katika hao nao wataja ni kwamba sasa ni kwamba wanasaidiana kwenye struggles, wanasaidiana umeona, kupeana michongo, labda kufanya kazi pamoja. Kuna wengine wanaweza kutadi wakaamua wanafungua kampuni pamoja, wanafanya vitu pamoja, umeona. Kwa hiyo inaenda deeper kidogo, na unakuta mara nyingi unakuta hata kufanikiwa wanafanikiwa pamoja, unaona. Kwa hiyo kuna ile kuheshimiana, kuna kuaminiana, wapo. Lakini kama nilivyosema, hiyo asilimia ni chache sana. Asilimia kubwa ni wala ugali pamoja, umeona. Yani ile mnakula ugali pamoja, mnacheza muziki pamoja, labda nini, story imeishia hapo, umeona. Na mnachangiana misiba, yani story imeishia hapo. Lakini ile urafiki kama urafiki kabisa, asilimia kubwa hamna. Na ukiachana na hapo sasa, wa Tanzania kakundi unakuta ni kakundi kadogo tu. Wa Tanzania wa Kenya akifika, yani kuna kuwa na drama kinoma. Yani diaspora kuna drama, yani hujaiona. Yani watu ambao hata usingeweza kubishana nao nyumbani, yani huko unakuta amefika anajiona tu, yani ana haki ya kuja kukufundisha wewe vitu. Unaenda kwenye haya magrupu, kuna magrupu ya WhatsApp sio, yani ndio hivyo, yani kuna watu tu wameshajiona kwamba yani wenyewe ndio, yani anaweza akakufundisha kila kitu wewe, umeona. Yeye ndio hivyo, yani ameshajiweka pati ya maisha yako. Wakati hivyo vitu unakuta kwamba yani tungekuwa tuko kwenye communities kama ambavyo tuko nyumbani, si uko Nairobi, uko wapi, huyu mtu labda hata usingekuwa unapiga naye hata story, umeona. Yani unakuta labda katika level za watu ambao unaongea nao hata asingekuepo. Lakini unakuta huku ni mtu ambaye inabidi ubishane naye, ujuma hivi, umeona. Labda unakuta ndo alikuja kabla yako, basi anajiona yeye pia amefanikiwa zaidi yako, umeona, au amefanya hivi. Kwa hiyo inakuwa ni kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo inabidi ujifunze kuzoea kupiga story au hata kubishana au kuongea au kuwa level moja na watu ambao either usingekuwa nao level moja, labda wangekuwa wako juu yako au wangekuwa wako chini yako, au hata mngekuwa level moja labda msingekuwa mnaongea. Na inabidi tu ukubali kujitoni namna fulani, kwamba focus, uangalie wewe ni nini, huyu mtu je, umpe attention yako au usimpe attention yako, atakufikisha unapotaka kufika au hata kufikisha unapotaka kufika. Na kama unaona akufikishi unapotaka kufika, piga chini, umeona. Kwa hiyo ndio urafiki una sasa unakuja urafiki wa kinafiki sasa. Sasa ndo huko kama asilimia kubwa sasa. Yani asilimia kubwa urafiki wa watu diaspora ni unafiki. Yani nasema kutoka moyoni, kwa sababu yani inakuwa ndo hivyo, kuna kuingiliana kwenye, yani katika space, unaelewa. Yani kama mtu umezoea kuwa na space yako, yani ukija diaspora ukutana na group la watu, yani kumbuka hiyo space yako ita shrink, kwa sababu over sudden watu wanajiona wako entitled, umeona. Watakuzunguka, watakuja, watataka kukuweka kati na vitu kama hivyo, na watakuwa wanajifanya marafiki zako sana. Lakini kama nilivyosema, ni watu ambao labda ungekuwa nao sinza hata story usingekuwa unapiga nao, umeona. Kwa ule urafiki, kama urafiki tunavyo define ule urafiki, usije ukatoka zako wewe, mtu ambaye unatoka sasa hivi, ukategemea utaenda kutengeneza marafiki kabisa, marafiki yani ile wa kudumu. Mtu yote sisi wa Tanzania tumezoea, au tuseme watu wa Afrika tumezoea kwamba unakuwa na marafiki wengi. Diaspora utakuwa na marafiki maximum, labda umejitahidi sana, labda wewe ndio mtu social, utakuwa na marafiki wale ambao unaweza kwa consider marafiki zako labda 4, labda katika watu tuseme, katika watu 200, labda tuseme 5 wamefika. Wengine wote itakuwa ni watu ambao mnaongea nao, ni watu ambao unawajudge, wanakujudge, ni watu ambao mnasemana ni watu ambao mnakula ugali wote siku ya uhuru, umeona. Ikitokea uhuru si wa Tanzania nini wote mnakutana, mnakula ugali, pilau, umeona, mnacheza nyimbo za Diamond, unatoka hapo basi kila mtu anasepa. Kumbuka hao watu 200 ni watu ambao wengine inawezekana hata wewe mwenyewe unaweza kuwa mtu wa kushindana, au wenyewe watakuwa wanashindana na wewe. Kumbuka wapo wengi ambao watataka kukuweka chini, umeona. Watakutaka kukuweka chini kwa sababu wanataka wao waonekane wako juu. Inawezekana hata wewe, inawezekana ukaja kuwa mtu wa kuwaweka watu chini ili uonekane uko juu. Kwa hivyo vitu vyote hivyo utegemee utakutana navyo. Ndio jinsi maisha ya sisi
huku diaspora na hao watu ambao tunasema marafiki. Kwa hiyo ndo nikaona leo nigusie hiyo kidogo, kwa sababu msije mkachanganya kwa sababu tovuti ana marafiki wengi kule. Hamna kitu, vumbi tu. Hii ni Mambo Vipi na mimi ni Tovuti. Peace.